Na bwana, baada ya Majizo kuomba radhi kwa wananchi au kwa mashabiki wa mziki wa Bongo Flava, makala mbalimbali zimejitokeza huko mitandaoni na mijadala imekuwa ni mingi kweli kweli. Bwana, ukipita katika mitandao mbalimbali utakutana na hizo ripoti ambazo zimewekwa kuhusiana na kile ambacho Majizo amekifanya baada ya kuona kwamba industry ya mziki wa Bongo Flava imekuwa ikilegarega. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba Majizo ameamua kujitokeza na kuomba radhi kwa niaba ya wasanii ambao huenda labda kuna sehemu ambao waliwakwaza wananchi au kwa namna moja au nyingine. Ametoa sababu za wasanii kufanya kazi zao, japokuwa wananchi wame-misunderstand, lakini wasanii walikuwa wakitafuta riziki. Kwa hiyo hakuna sababu ya kutokusapoti kazi zao kwa kudai kwamba waliwatupa baadhi ya maeneo ambayo walikuwa wanawahitaji. Na Majizo bwana ametoa wito akidai kwamba kitendo cha kutokusapoti wasanii wa Bongo Flava kinapelekea industry ya mziki wa Bongo Flava kudumaa au kurudi nyuma kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ni jambo la heri wapo kama watu mashabiki wakaungana kwa lengo la kuhakikisha kwamba mziki wa Bongo Flava unazidi kwenda mbele kama ulivyokuwa hapo awali, na kutokuwa support inafanya Bongo Flava kudumaa. Na unaelewa kwamba moja kati ya vitu ambavyo vini vyanzo vya ajira vikubwa sana kwa wasanii, kwa wananchi mbalimbali, hususan vijana wengi sana wamejiajiri kupitia entertainment industry. Kwa hapa peji mbalimbali zimeripoti kuhusiana na swala hilo. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba Majizo amejitokeza hadharani na kuomba msamaha kwa niaba ya wasanii. Mashabiki wameonyesha wazi kwamba hawako tayari kurudi kwenye uhusiano kama ulivyokuwa hapo awali. Mfululizo wa maoni chini ya video ya Majizo ambayo ameiposti Instagram imeonyesha hali ya hasira, maumivu na kutokuamini tena wasanii wanaotaja kuwasaliti wananchi katika kipindi kigumu. Katika maoni yao, mashabiki wengi sana wamerejea kwenye hoja zile zile kuu. Wengi wamekumbusha kwamba wakati vijana walikuwa okay. Haya, kuna baadhi ya maoni yalisema kwamba wasanii waliwahi kuwatukana, kuwaita kwamba wao ni wavivu na kuwadharau kwa malalamiko ambao walikuwa wakiyatoa. Kwa hiyo basi mashabiki nao pia wameona msamaha huo unatolewa sasa hivi ni wa maslahi, sio kwa moyo. Maoni mengi sana yamegusia hoja nzito kama vile ajira za wasanii kwamba hawaziwezi kulinganisha na baadhi ya vitu ambavyo vimetokea. Mashabiki wameweka wazi kuwa kuna vitu ambavyo vimewaumiza na wasanii hawakuwa wakipaza sauti kwa ajili ya mashabiki zao. Baadhi ya mashabiki wanasema kwamba hawapo tena YouTube, hawafuatilii mziki kama zamani, na pia vile wameamua kusikiliza mziki wa nchi nyingine kama vile Kenya na nchi za nje ya bara la Afrika. Lakini pia vile msamaha wa Majizo haujazima moto, ni kama vile bwana umeonyesha tu ukubwa wa jeraha. Hii ni sauti ya wananchi wanaosema kwamba hawatawasamehe kwa maneno matupu, bila uwazi, bila kukiri makosa na bila wasanii wenyewe kujitokeza hadharani kuomba radhi. Haya, kuna makala mbalimbali pia zimeandikwa hapa. Kwa mfano Hope Tiger bwana ni moja kati ya watu ambao wanawekaga makala nzuri sana huko mtandaoni. Nimepitia hapa page yake, ameandika kwamba bwana, nimeona Majizo akiomba msamaha kwa niaba ya wasanii kwa baadhi ya vijana ambao wameonyesha waziwazi kuwa kwa sasa hivi hawataki kujihusisha wala kuunga mkono kazi ya msanii yoyote kutoka hapa Tanzania. Ukipita katika komenti nyingi utagundua kuwa msamaha wa Majizo bwana haujapokelewa, zaidi umezidi kuibua mijadala, na wasanii wengine wameanza kumpinga Majizo waziwazi. Mfano rapa wa Kazi ameeleza kuwa Majizo hakutakiwa kujipa umuhimu kwenye suala hilo. Lakini pia vile wadau hapa, Optega mwenyewe anadai kwamba binafsi nashauri kwamba Diamond na Wema ndio waombe msamaha, maana wao ndio waliwatukana wananchi. Sidhani kama watu wanawachukia
kwa kujihusisha na siasa, bali ni kwa tabia zao binafsi, hasa kutusi vijana wenzao. Jamani, mambo ya wasanii kutumbuiza kwenye majukwaa ya siasa yalikuwepo tangu kitambo. Tena nakumbuka kwamba vizuri kabisa kipindi kile cha Magufuli anagombea kwa awamu ya kwanza na Lowassa, wasanii walijigawa kabisa, wengine wakaenda upande wa Magufuli, wengine wakaenda upande wa Lowassa. Kwa hivyo basi siamini kwamba wasanii wanachukiwa kwa sababu za kisiasa. Hapana, ni kwa sababu ya maadili yao wenyewe wasanii kuwasema vibaya wananchi. Lakini pia vile juzi kati hapa bwana, ni kwamba watu wamepuuza show ya Burna Boy huko nje. Kisa tu ni kwamba alionyesha kumdharau moja kati ya mashabiki ambao walijitokeza katika show hiyo ya awali kabla ya show ile, wala sio kwa sababu anamuunga mkono mwanasiasa fulani. Hivyo basi baadhi ya wasanii Bongo pia vile wanachukiwa kwa dharau na matusi yao tu. Siamini hata kidogo kuwa eti ni mambo ya siasa. Lakini Optaiga hapa akamalizia kusema kwamba nashauri Diamond Platnumz pamoja na Wema Sepetu bwana wajitokeze waombe msamaha kwa kutumia kauli zao zisizo nzuri kwa vijana, kisha kila kitu kitakuwa sawa. Show zitaendelea, watu watasikiliza mziki wao. Kila msanii anaamini kwenye itikadi na chama anachokitaka yeye mwenyewe ambacho anaona kwamba kinamfaa, lakini kutukana vijana hapo sio sawa. Kwa hiyo hapa bwana, kwa mujibu wa Optaiga ameeleza kwamba chanzo cha yote ni kwamba wasanii walitoa kauli chafu kwa mashabiki zao na wala sio mambo ya siasa. Siasa hazihusiani na kitu ambacho kinachoendelea, ni kwamba wasanii wenyewe walitoa kauli chafu kwa mashabiki zao na ndio maana mashabiki wamesusa kazi zao. Kwa hiyo iko hivyo, sio kwa sababu eti labda wasanii walikuwa wanasapoti chama fulani. Hapana, kwa sababu haya mambo ya wasanii kusapoti vyama vya kisiasa ni tokea zamani, enzi za awamu zingine zilizopita. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kawaida, hakuna mtu ambaye amechukia wala nini. Issue ni kwamba wasanii baadhi walikuwa na maneno mabaya kwa wananchi wao. That's it. So hiyo ni kwa mujibu wa Optaiga hapa kama alivyokuwa ameandika. Lakini pia vile kuna mdau mwingine hapa amekuja kuhoji kwamba je, alichokiongea Majizo ni msimamo wa wasanii wote au ni maoni yake yeye binafsi? Diamond anajua kuwa alikosea hadi akamwombea msamaha kumtumia au ameamua tu kujiongeza. Diamond alikuwa tayari kuomba msamaha au kuombewa huo msamaha na Majizo. Ni kwamba ulikuwa ni muda sahihi sana wa speech, imeponya watu au imechochea nini athari?